kubwa sana, chini ya nusu ya uwezo wa kuzalisha maji, chini ya nusu. Kama tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha zile 534 milioni lita kwa siku, sasa hivi tuko kwenye kuzalisha karibu lita milioni 270 kwa siku. Na ukiangalia chanzo ambacho kimeathirika sana kwa kiasi kikubwa ni huu mtambo wa Ruvu Chini. Tumetoka kwenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 270 kwa siku, kwa sasa hivi tuko kwenye lita 50 milioni kwa siku. Tumetoka lita milioni 270 kwa siku, sasa hivi tunazalisha lita milioni 50 kwa siku kwenye huu mtambo wa Ruvu Chini. Ruvu Juu hatujaathirika sana, ingawa nako kumepungua kutoka lita milioni 196 hadi lita milioni 150. Huko tumepungua kidogo. Mitambo mingine tunaendelea kuzalisha, lakini contribution yake kwenye uzalishaji wa jumla unauona ni kidogo. Visima 7%, pale Wami 4%, na pale Mtoni ni 2% kwenye uzalishaji. Hivyo hatujaathirika sana. Kwa hiyo eneo lililoathirika kwa kiasi kikubwa ni eneo la mtambo wa Ruvu Chini. Picha hapa inajaribu kuonyesha hali ya mto kwa sasa tulionao kwa upande wa Ruvu Chini, kwamba hali ya sasa, ile picha kwa juu pale unaweza kurudi sikueleza. Hii ni picha ambayo maji yakiwa tunayo katika hali ambayo iko vizuri, lakini kwa sasa tunapoongea hali tulionayo kwenye chanzo cha mto Ruvu Chini, kwa sababu ndio inaathirika sana, kwa sababu kule angalau juu kidogo kunakuwa bado yanakuja yanavyokuja unaelekea kule baharini, hali inakuwa. Kwa hiyo hali ambayo imetupelekea sana ni katika hali kama hiyo. Sasa kwa nini tumefika huko? Tumefika huko kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kama nilivyosema kwa lugha rahisi, kwamba maji katika jiji la Dar es Salaam na Pwani linategemea mvua. Na katika msimu uliopita wa masika, tuna misimu mikubwa miwili ya mvua, msimu wa mvuli na msimu wa masika. Masika ndio tunategemea tupate mvua za kutosha. Katika mwaka uliopita msimu wetu wa masika hatukupata mvua za kutosha kulinganisha na wastani. Wenzangu takuwa na takwimu halisi, lakini ukiangalia utaona msimu uliopita wa mwaka 25 mvua za masika hazikunyesha kwenye kiwango kikubwa ambacho tunachokitarajia. Kwa hiyo ukiangalia kama mvua haikunyesha kwenye kiwango kilichokuwa kikubwa, hata mito yetu nayo haikuwa na maji ya kutosha katika hili. Lakini pamoja na kutokuwa na mvua za kutosha kwenye msimu wa masika, imekuja nako kimbilio lililokuwa ambalo lingeweza kutupa ahueni ni kuanza mapema kwa mvua za vuli, ambao kwa nyanda za Pwani ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam na Pwani. Lakini ni vyema nako tukaelewa maji, tunapozungumza mto Ruvu, ataongea mwenzangu, unaanzia huko Morogoro. Kwa hiyo ukanda wote huu wa Pwani, usipokuwa kilichokuja tena kuchangiza, tulitegemea Oktoba katikati kwenda hadi Desemba angalau tungelikuwa na msimu wa vuli. Kama inatokea wakati wa kiangazi tunapata shida ya maji. Nikushukuru mwenyekiti. Kuna muda na walimu wengine tulienda kutembelea bwawa. Serikali imeshafanya hatua na imeshachukua hatua kubwa sana. Mto Ruvu huyu mkiangalia wakati wa mvua maji mengi yanatoka yanakwenda bahari. Lakini ikifika wakati wa kiangazi tunaanza, kwa sababu hatuwezi kuyarejesha. Serikali ishachukua hatua kubwa ya kufanya maamuzi. Serikali ya awamu ya 6, kumbukeni Kidunda ni bwawa ambalo limezungumzwa kwa miaka mingi, lakini serikali ya awamu ya 6 imeanza ujenzi wa kujenga bwawa, na kazi hii inaendelea. Mwenyekiti na baadhi ili kulishaenda kutembelea bwawa. Lengo kubwa la ujenzi wa bwawa hili ni kuhifadhi maji kusudi yaweze kutusaidia kipindi cha kiangazi kama hiki tunavyopitia. Ujenzi unaendelea,
zaidi ya bilioni 336 zinatumika kujenga bwawa la Kirunga. Tunakwenda na ujenzi huu. Sasa hivi kipindi kile mwenyekiti tunatembelea, tulikuwa tuko chini ya asilimia karibu 20. Naomba niwape taarifa kwamba sasa hivi tunavyoongea tuko zaidi ya asilimia 35 ya utekelezaji wa hili bwawa. Unaweza kuona 35 kama ndogo, lakini nataka niwahakikishie kwamba kuna baadhi ya critical issues ambazo zinaendelea, zikija zikawekwa, hiyo sasa ni calculation za kitaalamu sisi, lakini kuna baadhi ya kazi za msingi zimeshafanyika ambazo tunaamini baada ya hapo ukishatoka huko chini. Bodi ya maji bonde la Wami-Ruvu, neno Wami-Ruvu tafsiri yake ni kwamba tunasimamia mito mikuu miwili. Na mto Wami ambao unaanzia sasa Salima Chenene Dodoma, pita ndani ya jiji la Dodoma, mikondo yake inaelekea Mpwapwa, Kongwa, Kilosa, Gairo. Mwisho wa siku haya maji yanaingia bahari ya Hindi. Halikadhalika mto Ruvu unaanzia safu za milima Uluguru, tawi la mashariki linapitia wilaya ya Morogoro vijijini, tawi la magharibi linapitia manispaa ya Morogoro. Kuna matawi zaidi ya 6 ambayo yanaunganika na yanatengeneza mto mkuu Ruvu. Bodi ya maji bonde la Wami-Ruvu imeanzishwa kisheria imeanza 2002 kama nilivyosema umeanzishwa. Cha kwanza ni uwepo wa maji kwenye chanzo chenyewe kile unachotaka kukichukua, kwa maana ya kwamba kama ni mto, kama ni ziwa, kama ni kisima, lazima yawepo maji. Lakini hatua ya pili ni namna gani unavyoweza kuyachukua yale maji kutoka kwenye kile chanzo, aidha kutegemea na chanzo husika. Kama ni maji juu ya ardhi, uweze kuyachukua na kuyasafisha yafike kwenye kiwango ambacho kinaweza ikatumika. Kwa hiyo hatua ya pili ni namna ya kuyachukua na kuyasafisha na kuyatibu kusudi yawe kuwe kwenye kiwango ambacho kinachokubalika. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu ni kuyasafirisha kutoka pale ulipoyatibu kuyapeleka kwenye sehemu ambayo yanaweza yakafika yakahifadhiwa, na sehemu ya nne ni usambazaji kutoka kwenye sehemu unapoweza kuyahifadhi kuyapeleka kwa walaji. Hizo ni hatua muhimu 4 lazima tuweze kuzizingatia tunapozungumza swala la maji hadi kumfikia kwa mlaji wa mwisho. Sasa tukiangalia katika huu uwezo tungelikuwa tumefika kuzalisha hapa, ina maana tungelikuwa angalau tunaweza kuzalisha karibu 80% ya mahitaji ya maji kwa sasa. Lakini sasa kimetokea nini katika kipindi hiki ambako tumejikuta kwamba hata ule uwezo wa kuzalisha tulionao sasa umeweza kupungua. Sasa ukienda kwenye slide inayofuata kwamba katika hali ya sasa